Ndugu zangu katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari ya Dominika ya 32 ya mwaka C wa kanisa. Katika Dominika ya leo tunafanya sikukuu ya kutabarukiwa kwa kanisa kuu la Laterani au Basilika la Laterani. Masomo yetu, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Nabii Ezekiel, ile sura ya 47 aya ya kwanza mpaka ya pili, na ile aya ya 8 hadi ya 9 na ile aya ya 12. Somo la pili linatoka waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Korinto, ile sura ya 3 aya ya 9b hadi ya 11 na ile aya ya 16. Injili ni Injili ya Yohane, ile sura ya pili aya ya 13 hadi ya 22. Ndugu zangu, leo kanisa ulimwenguni kote linafanya sikukuu ya kutabarukiwa kwa kanisa hili lililosema kanisa kuu la Laterani au Basilika la Laterani. Sikukuu hii huwa inaadhimishwa kila mwaka tarehe 9 Novemba. Kila mwaka lazima sikukuu hii iadhimishwe. Yawezekana tusiliwe sana juu ya sikukuu hii kwa sababu ni mara chache sana kukuta inadondokea siku za Jumapili. Lakini lazima leo, kwa sababu tumepata nafasi hiyo, tuweze kuelewa kwa ndani kwa nini tunafanya sikukuu na kwa nini ili kanisa lina maana sana katika maisha yetu sisi kama Wakristo. Basilika la Laterani linajulikana rasmi kama Basilika kuu la Mwokozi Mtakatifu na watakatifu Yohane Mbatizaji na Yohane Mwinjili huko Laterani. Kanisa hili ni moja kati ya makanisa au mabasilika makuu manne jijini Roma, ya kale kabisa, ya zamani kabisa. Hili basilika liliwekwa wakfu au kutabarukiwa mwaka 324 baada ya Yesu Kristo. Liliwekwa wakfu na Papa Silvesta wa kwanza muda mfupi baada ya Mfalme Konstantino Mkuu kuruhusu Kristo kuwa dini rasmi ya ufalme wake katika amri iliyotolewa kisheria mwaka 313 huko Milani. Ndipo kanisa hili lilitabarukiwa. Kiukweli basilika hili ni katika karne na miaka mingi limepitia changamoto sana, limepitia mushkeli sana, magumu sana, limepata majanga mengi sana ya moto, tetemeko la ardhi na kujengwa upya mara kadhaa, hasa katika karne ya 10, karne ya 14 na ile karne ya 17, lakini limeendelea kuwa kanisa kuu la kiaskofu la askofu mkuu wa Roma, yaani Papa. Ardhi ambayo basilika hili limejengwa ilikuwa sehemu ya mali ya familia ya kifahari ya Laterani ambayo Mfalme Konstantini aliitoa kwa kanisa. Mapapa wengi waliishi katika jumba la Laterani hadi karne ya 14 kabla ya kuhamia mjini Vatikani. Sherehe hizi za kutabarukiwa kwa basilika hili zilianza kuadhimishwa mjini Roma peke yake, lakini kutokana na umuhimu wa kanisa hili au umuhimu wa sherehe hii, baadaye sherehe hizi zikaenea duniani kote katika makanisa yote ya Kikatoliki. Kwa nini tunafanya sikukuu? Kwa nini tunasherekea? Je, kutabarukiwa huku kuna maana gani katika maisha yetu sisi kama Wakristo? Ndugu zangu katika Kristo, ili kuweza vizuri kabisa kuelewa kwa nini tunafanya sikukuu, nitaomba niwape sababu kuu 3 ambazo zitatupelekea kuona umuhimu zaidi wa kutabarukiwa kwa kanisa hili, na vile vile kuangalia hata masomo yetu ambayo yametumika katika kipindi hiki au yanatumika katika sikukuu hii yanagusa vipi maisha yetu. Moja, kanisa mama la Ukristo. Basilika la Laterani linajulikana kama mama na kichwa cha makanisa yote duniani.
Hili kanisa julikana kama mama na kichwa cha makanisa yote duniani. Naomba ninukuu kwa Kilatini, inajulikana kama Omnium Urbius et Orbis Ecclesium Mater et Captum. Hili kanisa linajulikana kama kanisa mama la makanisa yote duniani. Hili ni kathedro ya Papa, ni kathedro au kanisa kuu la Papa, sio la Mtakatifu Petro, sio la Mtakatifu Petro ambalo tumelizoea. Hivyo sherehe hii inatukumbusha kuwa kanisa si jengo tu, bali ni mwili halisi wa Yesu Kristo unaoundwa na waamini wote. Sasa hapa tunabidi tuelewe vizuri kwamba ili kuwa kanisa mama la makanisa yote linaeleza ukweli kwamba ni kiti cha Papa kipo hapo. Vile vile kanisa si tu jengo, bali ni mwili hai wa Yesu Kristo unaoundwa na waamini wote. Yaani mimi na wewe na yule tunafanya mwili mmoja wa huyu Yesu Kristo, tunafanya mwili mmoja, yaani hili kanisa, tunaunda kanisa, mimi na wewe kwa namna moja au nyingine. Hivyo sisi ni wa thamani sana katika kanisa letu, ni wa thamani sana mbele ya Mungu, ni wa thamani sana mbele ya Kristo, kwa sababu tunaunga au ni viungo vya mwili wake, yaani kanisa. Tumesikia katika masomo, hasa somo la pili ambalo Mtakatifu Petro anajaribu kueleza, na ni ukweli kabisa kwamba kanisa hili ambalo ni kiungo cha sisi na Mungu wenyewe tunakiona vile vile katika somo letu la kwanza. Jambo la pili, alama ya umoja. Sherehe hii ni alama ya umoja wetu kama Wakristo wa Katoliki duniani kote. Kwa kuwa basilika hili ni kanisa kuu la Papa mwenyewe, kuwekwa kwake wakfu ni ishara au alama ya umoja ya kanisa ya Ukatoliki duniani kote nchini, tukiwa chini ya uongozi wa huyu Papa mwenyewe. Sherehe hii ni alama ya ushirika na umoja na Baba Mtakatifu. Naomba nisisitize sana, nieleze, tunafanya sherehe hii kuzidi kuonyesha kwamba kanisa hili ni moja. Tunaungana na Baba Mtakatifu aliye halifa wa Yesu Kristo hapa duniani, aliye halifa wa Petro, yaani ni mrithi huyu. Ndugu zangu katika Kristo, huu umoja au kuanza tu sasa hivi, ulianza tangu zamani. Uliwekwa na Yesu Kristo mwenyewe alipomsimika Petro kama kiongozi wa wanafunzi, kama kiongozi wa mitume. Naye Petro sasa akawaongoza wale mitume, akaongoza tungesema kanisa la mwanzo, na utaratibu huu umeendelea. Kwa hiyo tunaposherekea sikukuu ya leo, tunazidi kuomba, tunazidi kusherekea na kuomba Mungu atusaidie sana tuzidi kuwa wamoja, kama ile sala ya Yesu Kristo aliyosali katika Injili ya Yohane ile sura ya 17. Jambo lingine la tatu na zuri kabisa na muhimu sana, lazima kuelewa Mungu yupo daima. Mungu yupo daima. Sherehe hii inaonyesha kwamba Mungu yupo katikati yetu, yupo kati ya watu wake, akiangalia au akiwatakasa kupitia kanisa lake, kupitia hiki kilichoanzishwa na Yesu Kristo au kilichoachwa na Yesu Kristo mwenyewe, au kupitia mwili wa Yesu Kristo. Ndugu zangu katika Kristo, ni katika kanisa tunapata uhai kupitia masakramenti. Tunamuona Mungu, tunamuonja Mungu, tunamshika Mungu kupitia masakramenti mbalimbali ndani ya kanisa. Mungu yupo ndani ya kanisa. Mfano wa Mungu, mara nyingi sisi katika kanisa hili tunapata uhai pale tunapokata tamaa, tunapochafuliwa na dhambi, au tunapochoshwa na mambo ya kidunia.
tunaenda tena kwa Mungu kufanyika upya. Tunaenda tena kanisani kufanyika upya kupitia masakramenti mbalimbali, masakramenti haya 7 ambayo yanafanya kanisa kuendelea kuwa hai na sisi kuwa hai vile vile. Ndugu zangu, kiukweli kabisa kanisa ni uwepo wa Mungu mwenyewe. Tumesikia katika somo la kwanza kutoka katika kitabu cha nabii Ezekiel, ile sura ya 47. Inaonyesha kabisa kwamba maono yake haya ambayo tumeyasikia ya mto wenye chanzo chake hekaluni na unaotiririka kwenda nje kutoa uhai kwa nchi na kwa vitu vyote na kwa viumbe vyote. Katika Israeli maji yalichukuliwa kama ishara ya baraka na uwepo wa Mungu. Utasoma katika kitabu cha nabii Yeremia ile sura ya 2 aya ya 13. Kitendo cha chanzo hiki kuanzia hekaluni kinaonyesha jinsi Mungu anavyotoa uzima kwa watu wake. Maono hayo pia yalionwa au yanaonekana katika kitabu cha Ufunuo wa Yohane ile sura ya 22 aya ya 1. Uzima unaotiririka kutoka katika kiti cha enzi cha mwana kondoo. Ndugu zangu katika Kristo, kwa hiyo tunafanya sikukuu kwa sababu tunaamini Mungu yupo kati ya watu wake kupitia kanisa. Ni katika kanisa tunamuona Mungu, ni katika kanisa tunamuonja Mungu, ni katika kanisa tunamshika Mungu, ni katika kanisa tunashiriki umungu huo. Tunaona kama sisi ni wana wa Mungu. Kwa hiyo ndiyo maana tunafanya sherehe. Ndugu zangu katika Kristo, kwa kuwa hekalu ni sehemu ambayo Mungu yupo, ili kuwapa watu wahi, ili kuwapa watu uzima, ni lazima hekalu hili liwe safi. Ni lazima hekalu hili liwe safi. Ni lazima tulilinde hekalu hili kwa wivu mkubwa sana. Tumesikia katika somo la Injili, naomba niwaeleze. Injili ya Yohane ile sura ya 2 aya ya 13 hadi ya 22. Yesu anaingia hekaluni, na baada ya kuingia hekaluni anafanya jambo ambalo ni kubwa sana, anasafisha hekalu. Hii ni baada ya harusi huko Kana ya Galilaya. Lakini kwa sababu ya umuhimu wa tukio hili linajirudia katika injili zote 4. Injili ya Mathayo ile sura ya 21 aya ya 12 mpaka 13. Injili ya Marko ile sura ya 11 aya ya 15 mpaka ya 17. Injili ya Luka ile sura ya 19 aya ya 45 mpaka 46. Lakini mwinjili Yohane anaweka mwanzoni kabisa wa injili yake kwa sababu ya umuhimu wake wa pekee, kusafisha hekalu. Ndugu zangu, naomba niwaambie, hapa lazima tuweke akilini mwetu kwamba kuna hekalu kama jengo ambalo Mungu yupo, lakini vile vile kama nilivyosema hapo mwanzoni, sisi pia tunajenga au ni sehemu ya hekalu hili ambalo ni mwili wa Kristo. Hata sisi wenyewe ni mahekalu, maana yake miili yetu ni hekalu. Kwa hiyo ndio maana katika tafakari hii uwe na mawazo hayo. Yaani jengo kama jengo lazima liwe safi, lakini mimi na wewe kama vile hekalu lazima kuwa safi. Naomba niwaambie, ilikuwa hivi katika somo hili tulisikia, ilikuwa ni kipindi cha Pasaka. Wayahudi walitakiwa kutoa zaka na sadaka za kuteketezwa. Kwa kuwa walitoka mbali, hawakuweza kubeba kila kitu. Kwa ajili ya sadaka. Ilibidi vile vile kubadilisha fedha ili kupata sarafu ya Kirumi iliyokuwa inatumika. Hivyo wafanyabiashara walitumia fursa hiyo kujinufaisha. Mbaya zaidi, biashara hizo sasa zilifanyika hekaluni, hasa eneo lilikuwa linaitwa la Porch of Solomon, eneo walilokuwa wanakaa watu wa mataifa, kwa sababu hekalu lilikuwa limegawanyika, au Gentiles, kitu ambacho kilikuwa ni chukizo. Kitu hicho au biashara hizo
uchafu uwe hekaluni kikawa ni chukizo kwa Yesu Kristo. Kumbuka, weka akilini kwamba hekalu kama jengo, lakini hekalu vile vile kama mwili wako. Ndugu zangu, sisi leo tumekuja hekaluni. Tumekuja kwa kukaa au kwenda sehemu ambayo tunaamini Mungu yupo, anaabudiwa, anatukuzwa. Tumekuja sehemu ambayo tunapata uzima, si tu wa kimwili, hata wa kiroho. Kwa hiyo hapa naomba tuangalie, vitu vikuu vitatu ambavyo vitatusaidia tunapofanya sherehe hii ya kutabarukiwa kwa kanisa hili. Vitu vikuu vitatu. Tumeingiaje hekaluni? Mwambie jirani yako, tumeingiaje? Tumekuja hekaluni, tumeingiaje? Niseme, yawezekana tumeingia hekaluni na biashara zetu. Tumeingia hekaluni na biashara ambazo ni chukizo mbele ya Mungu. Yawezekana tumeingia hekaluni na vipande vya fedha na wanyama ambavyo ni chukizo katika uso wa Mungu. Tumekuja hekaluni yawezekana, lakini ni kama tupo sokoni tu. Tunawaza tukitoka tufanye biashara zetu, tubadilishe fedha zetu, tufanye vitu ambavyo ni chukizo, tufanye biashara za vitenge, t-shirt, vitabu, visakramenti. Hivyo akili zetu badala ya kuziweka kwa Mungu, tunawaza biashara zetu. Tupo lakini tunasubiri tu, au tunaangalia umati kama sehemu ya kupata faida. Yawezekana hata sisi wakati mwingine tunaingia kanisani, unasikiliza matangazo mengi, lakini yote yanagusa pesa tu, yanagusa vitu ambavyo kiroho wakati mwingine ni vikwazo mbele ya Mungu na mbele ya watu. Lazima tujiulize sana, tunakuja hekaluni tumeingiaje? Tumekuja kama sehemu ya soko ambako tunaweza kupata pesa, au sehemu ya kukua kiroho? Yale ambayo tunayafanya au ambayo tunayawaza kanisani, yanalenga kweli kugusa roho zetu, kukuza roho zetu, kutuweka karibu na Mungu, au kuturudisha nyuma na Mungu, ambapo ni chukizo ili mbele ya Mungu? Tuangalie sana. Nasema ukweli kwamba si vibaya kufanya hivi vitu, sakramenti vipatikane kanisani, zaka zitolewe, matangazo yatolewe, lakini lengo letu la msingi lisiwe katika hivi vitu, bali lengo la msingi ni hivi vitu vitusaidie kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Akili zetu zisichukuliwe na kuona kanisa kama sehemu ya biashara. Tumekuja kanisani, yawezekana vile vile tuna mambo yetu. Tumeingia kanisani, tuna mambo yetu tu. Labda kanisani ni sehemu ya appointment. Wakati mwingine mtu anasema tokana kesho, misa ngapi? Misa ya kwanza, misa ya pili, misa ya tatu. Kwa hiyo kanisani tumekaa hapa kama sehemu ya appointment, sio sehemu ya kumwabudu Mwenyezi Mungu. Tumekuja kwa sababu nitakutana na huyu, nitamuona huyu katika misa hii au baada ya misa hii. Kwa hiyo akili yangu haimuoni Mungu. Ndugu zangu, jiulize, tumekuja hekaluni na akili gani? Hilo ni jambo la muhimu sana. Tumekuja au tumeingia hekaluni tukiwa na nini? Naomba niwaambie kitu hapa ambacho lazima tukielewe, tena kitatusaidia katika safari yetu ya Ukristo. Tumesikia Wayahudi walikuja hekaluni. Wakati wanakuja hekaluni, walitakiwa kuja na kitu, na hicho kitu basi ilikuwa ni sadaka zao, ni zaka zao, na wengine walikuja na nia, japo nia zilikuwa hovu wakati mwingine, lakini walikuja na nia fulani. Kikubwa ni nia hiyo. Ndugu zangu, mimi na wewe tumeingia au tumekuja hekaluni kwa nia gani? Inaumiza sana. Nasema hivi, ni kitu ambacho tusaidie sana. Unakuta Mkristo anakuja kanisani ana nia yoyote ndani mwake, ana kusudio lolote ambalo ni jema mbele ya Mungu. Mkristo anakuja kanisani bila sadaka yoyote ya kumtolea Mungu.
hata sadaka ya kusema asante, hata sadaka ya kusema Mungu na kushukuru kwa wiki nzima, au hata nia yoyote ya kusema Baba, naomba angalia familia yangu, angalia kazi yangu, angalia hiki, na kuja leo kupiga magoti kwa sababu 1, 2, 3. Ndugu zangu, naomba nikwambie, umekuja leo, unakuta Mkristo unamuuliza nimekuja kusali tu. Alafu umesali, nimekuja tu. Ni kana kwamba amekuja kanisani kwa sababu ni Dominika, kwa sababu ni Jumapili, ni sehemu ya ratiba. Ndugu zangu, inaumiza sana na si jambo jema mbele ya Mungu. Ni kuombe ukija hekaluni, ukiingia mbele ya Mungu, tumesema kama jengo ni sehemu ambako Mungu yupo, lakini wewe vile vile ni sehemu ya ili jengo, ni sehemu au mwili wa Kristo, ni sehemu. Ukija hapa kanisani ambako Mungu yupo, naomba uje na nia yako, uje na sadaka yako. Fika mapema kanisani, jiandae, andaa roho yako, andaa nafsi yako, andaa akili yako kukutana na Mungu. Alafu utaona neema na baraka na uzima ulio ndani ya kanisa. Kwa sababu wakati mwingine misa inaanza tangu mwanzo mpaka mwisho, unakuta Mkristo au choti chochote au aonji baraka au akutani na Mungu. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu ya maandalizi hafifu. Ukiwa unatembea kuja kanisani, tambua kwamba unaenda kukutana na Mungu, unaenda mbele ya Mungu, jiandae. Kwa hiyo muulize jirani yako, umekujaje? Au muulize jirani yako, umeingiaje? 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 Yaani umeingia kwa kujiandaa kukutana na Mungu katika hekalu lake hili takatifu. Jambo la pili, muulize jirani yako, umekaaje? Umekaaje? Tumesikia Kristo akisafisha hekalu. Mimi na wewe ni hekalu la Roho Mtakatifu. Miili yetu ni hekalu la Mungu. Ukisoma waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Wakorinto, ile sura ya 6 aya ya 19. Je, tumekaa mkao wa kusafishwa? Je, tumekaa mkao wa kumruhusu Kristo kusafisha mahekalu yetu? Je, tumekaa tayari kumruhusu Kristo kufanya mabadiliko ya kweli ndani ya mahekalu yetu? Je, tuko tayari kumruhusu Kristo kupindua meza katika nafsi zetu? Je, tuko tayari kumruhusu Kristo hata kama kwa maumivu makubwa kupindua na kuondoa biashara mbalimbali ndani ya mioyo yetu, kupindua meza na kuondoa biashara za viburi, vinyongo, hasira, visasi, majivuno, majigambo, migogoro, roho mbaya, hofu, kata tamaa, mauaji na yote yaliyo kinyume mbele ya Mungu? Tuko tayari Mungu atufanye wapya, Kristo atugeuze na kuwa watu wapya tunapokuwa hapa kanisani? Mwambie jirani yako, umekaaje? Umekaaje? Je, umekaa mkao wa kusafishwa? Umekaa mkao wa kufanywa mpya? Lazima ndugu yangu tuombe sana tunapoingia kanisani, mioyo yetu iwe tayari kufanya upya. Ndugu zangu, lazima kumruhusu Kristo kupindua vyote vinavyoharibu hekalu lake takatifu, vinavyoharibu miili yetu hii mitakatifu na kufanya iwe michafu. Yamkini ni addiction ambayo unapambana nayo kila siku, usiku na mchana. Ni katabia fulani ambako unatamani kukaacha lakini kanarudi. Ni aina fulani ambayo inakuumiza sana ya hii tabia, lakini unasali, lakini unaona kana kwamba Mungu ajibu. Kila ukitoka unarudi, kila ukitoka unarudi. Leo kuwa tayari kumwachia Kristo afanye mabadiliko. Yawezekana ni kilema, yawezekana ni kikwazo kikubwa ambacho kinakuzuia sana kumwona Kristo. Ulevi, uzinzi, uasherati, uchawi, ushirikina. Yawezekana haya ni mambo ambayo yako ndani.
yako ndani, yako ndani. Kufurahia wengine kupata mabaya yako ndani. Ukisikia mtu kapata majanga, unasikia amani. Mruhusu leo Kristo aweze kupindua na kukusafisha na kufanya kuwa mpya. Nikuombe na nikwambie ukweli, Kristo yuko tayari kupindua na kuondoa hivi vyote ndani. Kiukweli ni wewe tu kujiweka tayari na kukaa mkao wa kumruhusu Kristo afanye upya maisha yako. Mwambie Kristo, fanya upya maisha yangu. Mwambie Kristo, nataka kuanza upya. Ndugu zangu katika Kristo, na hapo utakuwa na heri ya milele. La tatu, jambo la tatu na la mwisho, mwambie jirani yako, unatokaje? Unatokaje? Umeingiaje? Umekaaje? Unatokaje? Usitoke hivi hivi leo hekaluni. Umesali sana, umekuja mbele ya Mungu sana. Leo usitoke hivi hivi. Fanya maamuzi ambayo hutayasahau katika sikukuu ya leo. Maamuzi ambayo yatabadilisha kabisa safari nzima ya maisha yako. Mambo haya au mabadiliko haya umekuwa ukiyasubiri muda mrefu. Umekuwa ukiyatamani muda mrefu. Leo tarehe ya leo katika sikukuu hii iwe ni siku ya kusema hapana na kufanya mabadiliko makubwa sana. Nikuombe sana, muombe Mungu asikupite hivi. Yeye aliyesema nitajenga hekalu hili kwa siku 3, ajenge tena upya hekalu la mwili wako. Ajenge tena kwa namna ya pekee hekalu la familia yako. Familia ni kanisa dogo. Mwambie Mungu, jenga tena familia yangu iliyosambaratika kwa chuki, migogoro na uhasama. Omba Mungu, nikwambie leo, usiondoke hivi hivi na wala asikuache hivi hivi. Kumbuka alichofanya Yakobo alipokutana na Mungu katika kitabu cha Mwanzo ile sura 32 aya ya 22 mpaka 30. Aliomba Mungu asimwache hivi. Nikuombe, umekuja mbele ya Mungu, umekuja kukutana na Mungu, umekuja kufanyika upya kwa njia ya sakramenti. Mwili wako ulio hekalu la Roho Mtakatifu nao ufanyike upya. Nawe utaamini kwamba Mungu yuko pamoja nawe, nawe utachota baraka hizi sasa na hata milele. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Wewe ni wa thamani sana. Thamini sana jengo kama kanisa kwa sababu Mungu yupo, lakini thamini vile vile mwili wako ambao ni hekalu la Roho Mtakatifu. Usitoke mbele ya Mungu hivi hivi. Wacha Mungu afanye mabadiliko makubwa ndani ya moyo wako. Maisha yako yaanze upya sasa na hata milele. Mwambie Mungu asante, asante, asante katika sikukuu hii ya kutabarukiwa kwa kanisa kuu la Laterani. Mungu akubariki sana. Nikutakie Dominika njema yenye amani na furaha ndani ya nafsi yako. Tumsifu Yesu Kristo.